kuna kitu tunapenda kukitaja PJT MAM. Sasa hii PJT MAM, hiyo PJT MAM inasimama badala ya programu jumuishi ya taifa ya malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto. Sasa programu hii imekuwa ikitekelezwa tangu mwaka 2022 kwa ushirikiano kati ya serikali na wadau mbalimbali kama ambavyo nyinyi mpo mahali hapa, na programu hii inalenga kuhakikisha watoto wenye umri wa miaka 0 mpaka 8 wanapata malezi bora yanayochochea ukuaji wa kimwili, kiakili, kihisia na kijamii. Ndani ya mkoa wetu kwa takriban kipindi cha mwaka mmoja uliopita, kweli tumefanikiwa kupiga hatua nzuri katika maeneo mbalimbali. Katika sekta ya afya, katika eneo moja tu tukichukua la chanjo, sasa hivi mkoa wetu umepiga hatua kubwa. Zaidi ya 95% ya watoto ambao wanastahili kupata chanjo kwa ajili ya kuzuia yale magonjwa ambayo yanaweza kuzuilika kwa chanjo wamepatiwa chanjo stahili. Katika sekta ya elimu ya awali, zaidi ya 90% ya watoto wenye umri stahiki wameandikishwa kuanza shule, hatua inayolenga msingi imara wa ujifunzaji wa watoto tangu awali. Vilevile, kwa upande wa lishe, mkoa umeshuhudia mafanikio makubwa katika kuhamasisha unyonyeshaji wa maziwa ya mama kwa miezi 6 ya mwanzo, hali inayochangia kwa kiasi kikubwa afya bora ya mtoto. Lakini vilevile juhudi zinafanyika katika kuimarisha malezi yenye mwitikio pamoja na kuongeza uelewa wa jamii kuhusu haki za mtoto sambamba na kusimamia mashauri ya watoto waliofanyiwa ukatili kuhakikisha wanapata haki zao kwa wakati. Sasa pamoja na haya ambayo nimeyasema, lakini bado kuna changamoto. Ya kwanza ambayo inatusumbua mpaka leo bado ni uelewa mdogo wa jamii kuhusu malezi bora na maendeleo ya awali wa mtoto. Lakini swala jingine, tuna idadi ndogo ya vituo vya kulelea watoto wadogo mchana, hizi ambazo tumeziita daycare centers. Sasa ni dhahiri kuwa kukabiliana na changamoto hizi kunahitaji ushirikiano wa karibu na wa dhati kutoka kwa wadau wote waliopo hapa katika kikao hiki. Ndugu washiriki, napenda kusisitiza kuwa malezi, makuzi na maendeleo ya mtoto si jukumu la serikali pekee, bali ni jukumu la pamoja linahusisha familia, jamii, taasisi za dini, sekta binafsi, vyombo vya habari na wadau wote wa maendeleo. Ni vyema kutambua kuwa mtoto wa leo ndio rasilimali muhimu ya taifa la kesho. Uwekezaji katika malezi bora ya mtoto ni uwekezaji wa moja kwa moja katika maendeleo endelevu ya taifa letu. Tumeletewa tena programu nyingine inayoitwa Malezi Center, na lengo la Malezi Center ni kuhakikisha mtoto muda wote anaangaliwa tuseme na walezi ambao wana maarifa ya kulea watoto. Na ndio maana programu hii ya Malezi Center inalenga hasa maeneo yenye mkusanyiko. Tunajiuliza, tunao wajasiriamali, ukienda maeneo ya soko tunawakuta wengi sana, na wajasiriamali hawa kina mama wanaenda na watoto. Wanapoenda na watoto kwenye shughuli zao za ujasiriamali, mtoto anakuwa wapi? Kwa hiyo serikali imefika tena na wazo la kuhakikisha maeneo kama hayo tunakuwa na mahala ambapo watoto tutawaweka, alafu jioni ukimaliza shughuli zako unachukua mtoto wako unaenda naye nyumbani. Lengo hasa la kikao hichi kwanza ni kujadili utekelezaji, lakini pia katika kujadili utekelezaji tunatoa fursa ya kuendelea kutoa elimu na kuwakumbusha wazazi juu ya malezi bora. Katika programu hii tunaangalia masuala 5 ambayo tunaangalia afya ya mtoto, lishe ya mtoto, malezi yenye mwitikio, ujifunzaji wa awali na wa mapema, lakini pia ulinzi na usalama wa mtoto. Ili mtoto awe salama, ni lazima wadau wote tushirikiane, kwa sababu kila mmoja ana jukumu la kufanya. Mdau sio lazima uwe katika kikundi, lakini pia mtu mmoja mmoja. Mimi naweza kuwa ni mdau na wewe unaweza kuwa ni mdau. Hivyo wote tukishirikiana tunaweza tukamfikisha mtoto na kukua katika utimilifu wake, ili pia aweze kufikia malengo yake.